Familia ya mwenda zake ikiongozwa na kakangu Waziri Davis Chirchir, waombolezaji wenzangu, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya familia yangu, pia kwa niaba ya kakangu ambaye ni Spika wa Bunge la Kitaifa Mheshimiwa Moses Wetangula, na kwa niaba ya Bunge la Kenya kwa jumla, niko hapa kupeana risala zetu za rambirambi kwa familia ya mwenda zake kwa kumpoteza mzee wetu. Ni machungu makubwa kupoteza mzee katika boma, na ukiangalia wasifa wa mzee mwenda zake, kimombo eulogy, mzee siku ya leo japo kwa majonzi, lakini ni vizuri kufurahia na kumpongeza Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mzee huyu kwa hiyo miaka yote. Siku hizi ni nadra sana binadamu kuishi ile miaka mzee Edwin alibarikiwa kupatiwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo japo kuna majonzi, lakini katika majonzi haya tuchukue wakati kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupatia mzee huyu kwa miaka hiyo yote alotupatia. Na hakumpatia tu umri mzee, bali alimpatia baraka za familia. Mzee katika wasifu wake tulosoma, alikuwa na watoto si mmoja si wawili, watoto wengi. Watoto hawa wakamzalia wajukuu, wajukuu hawa wakamzalia vilembwe, vilembwe hivi vikamzalia vilembwekeza. Kwa hivyo ni mzee ambaye alipata baraka nyingi kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na hivi leo japo kwa machozi ni vizuri tumwangalie ama tumregee Mwenyezi Mungu kwa shukrani kubwa kumpatia mzee huyu. Tuko hapa kwa fariji, lakini faraji kubwa ambayo tunapatiwa inatoka kwa mzee mwenyewe, kujua kwamba mzee huyu japo ametuacha, lakini yuko katika mkono wa kiume wa Yesu Kristo. Kama tulivyoambiwa katika wasifu wake, mzee aliishi maisha yake akiwa mwokovu, akikiri kwamba Yesu Kristo ni mwokozi wa maisha yake. Kwa hivyo bila shaka tunajua wazi kwamba katika safari hii mzee huyu roho yake imewekwa pahala ambapo roho za wema zinahifadhiwa kule mbinguni. Na katika Biblia watu kama hawa tunaambiwa kwamba tusiwe na hofu. Maana ukisoma maandiko matakatifu, hususan katika Isaya 57 mstari wa pili, tunakumbushwa kwamba wale ambao wanaenda kwa unyofu huwa na amani, hupata pumziko walalapo mautini. Those who walk uprightly enter into peace. They find rest as they lie in death. Bila shaka mzee, kwa sababu ya yale maisha ya wokovu alioishi, atapata pumziko kadri anavolala mautini. Kwa hivyo kadri tunavyokuwa na majonzi, faraji kubwa ni hiyo ya kwamba mzee yuko katika mapumziko kwa sababu ya yale maisha ambayo amelala. Mzee huyu alikuwa shina kubwa kwa familia hii, na kama vile Waswahili husema ni kwamba mti mkubwa ukianguka wana wa ndege huyumba. Ndugu yangu Davis Chirchir na ndugu zako, mmewachwa yatima, lakini Mwenyezi Mungu atawapatia bega la kuegemea wakati huu mgumu. Tunaomba kwamba wingu hili la huzuni Mwenyezi Mungu alifanya jepesi, na pia aliepushe kwa haraka, ili mpate nguvu na kuangalia kile kizazi ambacho mzee amemwachia katika mabega yenu. Mwisho kabisa ni kuendelea kuombea roho ya mzee wetu, Mwenyezi Mungu ahifadhi, ailaze pahala pema peponi. Basi kwa sababu ya wakati, ningependa niitie tamati hapo
nichukue fursa hii kwa heshima kubwa kumwalika naibu wa rais ili pia naye aje apeane risala zake za rambirambi kwa familia ya mwenda zake. Karibu naibu wa rais, uje upeane rambirambi zako. Bwana asifiwe. Kuna watu watatu ambao ni muhimu sana katika dunia hii. Wa kwanza ni mzazi. Wa pili ni mtu wa Mungu. Wa tatu ni mwalimu.